sana mtazamaji wa Mlimani TV katika kipindi bora cha Mlimani leo asubuhi. Ikiwa ni Jumanne ya tarehe 29 kwa mwezi wa 4 kwa mwaka 2025. Tumekutana hapa tena kwa ajili ya kujadili mada mbalimbali kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu. Jina langu ni Holiness Mbise. Na leo nitakuwa na mada inayohusu lugha ya Kiswahili ambapo inasema fursa, changamoto na hatima ya lugha ya Kiswahili katika ngazi za elimu ya juu. Fursa, changamoto na hatima ya lugha ya Kiswahili katika ngazi ya elimu ya juu. Lakini siko peke yangu hapa studioni, nimepata bahati ya kuwa na mgeni kwa siku ya leo ambaye ni Kusanja Emmanuel, ni msanifu lugha kutoka BAKITA. Bwana, karibu sana. Asante sana. Habari za asubuhi? Nzuri kabisa. Za utokako? Ziko vizuri. Baraka za Mungu tunaziona, na mvua nayo inatuonyeshia baraka kabisa. Asante. Na hapa tupo kwa ajili ya kujadili kidogo maendeleo ya lugha ya Kiswahili. Na kidogo labda nitoe historia kidogo ninayofahamu kwa habari ya lugha ya Kiswahili. Ni kwamba toka mwaka 1961 ambapo lugha ya Kiswahili, ambapo taifa la Tanzania lilipata uhuru, baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Nyerere alipendekeza kwamba lugha ya Kiswahili iwe lugha ya taifa. Na kufikia miaka 1967 wakati wa Azimio la Arusha walianza kuijadili Kiswahili kama lugha ya kufundishia katika ngazi za elimu, lakini mwisho wa siku kapitishwa kuwa lugha ya kufundishia katika elimu ya shule ya msingi. Mwaka 2000 kamili mpaka 2015 taasisi mbalimbali ziliingia katika uchunguzi kwa ajili ya kuchunguza lugha ya Kiswahili kwamba kwa nini isitumike katika ngazi za elimu ya juu. Kwa hivyo pia Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kiliingia katika utafiti huo, lakini mpaka sasa hivi bado tunaona kwamba bado kuna mjadala mzito unaendelea. Hata bungeni hivi juzi wamekuwa wakijadili kwamba Kiswahili kitumike katika ngazi za juu za elimu, ikiwepo kwa shule za sekondari, advanced, lakini pia vyuo vikuu katika kufundishia. Unafikiri kwa nini mpaka sasa hivi toka mjadala huo umeanza mpaka sasa hivi bado hatujafanikiwa kile tunachokitaka? Nafikiri ni kweli historia umetoa, na kiuhalisia ni kwamba lugha ya Kiswahili mpaka kufikia hapa ilipo ina safari yake ambayo umeifanya. Na uzuri umeanzia tu hapo juu hapo 1960 hapo, lakini lugha ya Kiswahili ina mizizi kuanzia mwaka 1800 huko. Lakini tujikite kwenye hii ambayo tumeisema, sababu kwa nini imepata mashiko namna hiyo? Ni kwa sababu pia ilitumika kama lugha ya ukombozi mwanzoni wa miaka 1950 na kitu. Kwa hiyo 1955 ilitambulika kama lugha ya ukombozi, ingawa tukirudi nyuma ilianza kusanifiwa mwaka 1930. Na kukawa na kamati ya lugha ya Kiswahili ya Afrika Mashariki, ambayo hiyo ndio ilianza kabisa na kuweka mipango ya kuwa na kamusi. Wakaandaa kamusi wale ambao walikuwa wanahusika kwa kipindi hicho. Ndizo ambazo zilikuja kuendelea baada ya kamati kufa. Basi taasisi ya uchunguzi wa Kiswahili TUKI ikachukua nafasi hiyo. Lakini tujikite kwenye upande huu wa kufundishia. Katika upande wa kufundishia tunazungumzia sasa upande wa sera. Najua tukizungumzia sera ya lugha watu kuna mambo mengi. Sera ya lugha inatakiwa iwe ni sera halisi. Sasa kuna sera za aina mbili, kuna sera halisi afu na sera ya matamko. Sasa sera halisi inakuwa na nguvu zaidi, kwa sababu sera ya matamko inakuja na kuondoka kutokana na kiongozi anayokuja madarakani. Ni kweli Kiswahili kilikuwa na safari yake hiyo, ambapo wakati kinachukuliwa kama lugha ya taifa, basi kulitokea kufundishwa kwa wale viongozi ambao wanatoa mawaziri. Kwa waziri una mawaziri wadogo, kwa hiyo kila waziri alitakiwa kukifahamu Kiswahili vizuri, na vile vile wakuu wa mikoa wote walitakiwa kufundisha Kiswahili. Ilikuwa ni waraka kabisa ulitolewa na serikali, na lugha ya Kiswahili ikawa inafundishwa kupitia redio ya taifa. Kwa hiyo kukawa na vitu vingi sana, sera nyingi zikajikita kwenye kukiinua Kiswahili na kuweka misingi kwa ajili ya kizazi kinachokuja na vizazi vinavyokuja, kwa sababu maono ya waanzilishi walikuwa wanaona kwamba siku moja Afrika itakuwa kitu kimoja, na kitu kitakachounganisha Afrika nzima itakuwa ni lugha ya Kiswahili. Na hapa tunazungumzia Mwalimu hayati Nyerere pamoja na kina Nkrumah, Kwame Nkrumah ambaye yeye alikuwa ni Waghana. Sasa wameshaona hivyo, ndio maana wakaanza umoja wa kikanda. Ndio ikaja kuzaa pia
umoja wetu ambao tuko nao mpaka leo, muungano huu tunao mpaka leo wa Zanzibar na Tanganyika. Kwa hiyo haya yote yalikuwa ni katika kukiinua Kiswahili. Na kwa nini kilikuwa hivi? Ni kwa sababu ilikuwa ni lugha ambayo wanaelewana vizuri. Sasa tukija kwenye upande wa ufundishaji, tujue kabisa kwamba ufundishaji ni sera ambayo ilianzishwa na wakoloni, na lugha ambayo walikuwa wamependekeza ni hiyo ya Kiingereza pamoja na Kiswahili, lakini Kiswahili kitatumika katika masomo ya awali, kwenye hatua za awali, kwa mfano kuanzia chekechea, shule ya msingi, alafu ukifika sekondari unajifunza lugha ya kufundishia inakuwa ni Kiingereza, na ndiyo sera ambayo tunatumia mpaka leo. Lakini humo kunakuwa na aina mbili tu za lugha ambazo zinatumika kama lugha za kufundishia. Kwa upande wa Kiswahili, Kiswahili kitatumika kuanzia shule za awali mpaka shule ya msingi, na pia Kiingereza kitatumika kama somo. Kwa hiyo Kiingereza kitafundishwa kama somo. Wakati huo upande wa sekondari na elimu ya juu, Kiingereza chenyewe kinatumika kama lugha ya kufundishia, alafu Kiswahili kinakuwa ni somo tu. Kwa hiyo ndio sera ilikuwa namna hiyo. Nafikiri tukija kwenye mijadala ambayo unaiona ya kuhusiana na kwa nini tusitumie Kiswahili, ni kwa sababu watu wameshajitambua na ile dhana ya ukoloni inaondoka, kwa sababu unajua kovu ni mjukuu wa kidonda, ambako mtu anaona kama hivi nikijiacha hiyo kizoea kutawaliwa ukitaka kutoka pale unaweza kupata shida, kwa hivi nikienda nitafanyaje? Ni sawa na mtu anataka kuolewa, anaanza kuogopa hivi nyumbani, nikiondoka baba yangu au wadogo zangu au dada zangu. Kwa hiyo kama bado wapo, utaona kwamba kuna ugumu kutoka. Sasa ndicho ambacho kinawezekana kinawasumbua watu mpaka leo, ingawa watu wanatakiwa wajue inafikia hatua uzalendo unapungua. Utaona hata kwenye maeneo tunakoishi, mtu anakuambia Uswahilini, anakuambia kwa maana ya sehemu ambayo iko na hadhi ya chini, lakini ile yenye hadhi ya juu anaita uzunguni. Kwa hiyo ni makovu yale ambayo yanatesa watu. Lakini kwa uhalisia watu wameshafanya utafiti, na si kwa upande wa Tanzania tu. Kuna mtu anaitwa mtaalamu mmoja, profesa anaitwa Weinstein. Weinstein alifanya wenyewe uchunguzi kuhusiana na matumizi ya lugha na ufaulu wa wanafunzi. Aliangalia, akaja akawapima wale wanafunzi ambao wanatoka katika familia bora. Familia bora maana yake familia za hali ya juu na za kati, alafu na pia anaangalia wanafunzi wanaotoka katika familia za chini. Alichokigundua ni kwamba wale ambao wanatoka katika familia za chini, uwezo wao wa kutumia lugha ni mdogo. Yaani kama anatumia lugha yao inakuwa ni duni. Na hawa ambao ni watu wanaotoka katika familia za hadhi ya kati na juu, lugha yao inakuwa ni lugha nzuri, yaani na bora, msamiati wao umekaa vizuri na sarufi yao inaeleweka vizuri. Na kwa hiyo akashauri kwamba ni vizuri mtu ajifunze kwa kutumia lugha yake ile ya kwanza katika masomo yake yote. Umeelezea hapo kwamba shida ni makovu ambayo tunabaki nayo, namna ya kujitoa inakuwa ni changamoto. Lakini kwa mtazamo wako, lakini pia ni msanifu lugha kutoka BAKITA, sasa lugha ya Kiswahili ina uwezo wa kufundisha masomo kama ya sayansi, na fizikia na kemia, kule ambapo tuseme maneno haya ya kigeni yamejaa, yanaeleweka kwa urahisi kuliko kuyahamishia kwa lugha ya Kiswahili? Unafikiri ni rahisi kufundishwa masomo? Labda tu nikukumbushe kitu kimoja ambacho labda mtazamaji pia anaweza asijue. Katika lugha za ulimwengu, lugha ambayo imeongoza kukopa ni Kiingereza. Kimekopa, na kwa sababu walikuwa pia wametawaliwa. Sasa nataka tuchukue huo mfano tuingize kwenye Kiswahili. Kiingereza kilitawaliwa zamani sana, na Waingereza walitawaliwa, Walatini walikuwa pale, na walioingiza maneno ya Kilatini kwenye Kiingereza walikuwa na wamisionari, kama jinsi ilivyokuwa wamisionari kwa upande wa Afrika. Kwa hiyo na kule wamisionari waliingia, wakaanza kuchopeka maneno yao. Neno kama agenda, neno la Kilatini,
ambalo pia lilikuwa linawatesa wazungumzaji wa Kiingereza katika kujua umoja wake na wingi. Kwa sababu likiwa katika Kilatini ambacho ndio lugha yake ya kwanza, umoja ni agenda, lakini wingi ni agenda. Sasa wanapokuja kwenye Kiingereza wanashindwa hivi, ili neno tutumie agenda kama umoja au kama wingi, au tuseme agendas. Kwa hiyo ikawa limewasumbua pia. Huo ni upande mmoja tu. Wamekopa pia kutoka kwenye Kifaransa. Ukisikia education, examination, ukisikia maneno mengi sana ambayo yapo kwenye Kiingereza kutoka kwenye Kifaransa. Leo hii kwa mfano hata nyama ile ya ng'ombe wanaita beef, lakini ungeweza kuita fresh, ungeweza fresh au cow fresh au cow meat, ungeweza kutumia hivyo, lakini wakajiona wanyonge wakakipenda Kifaransa. Kwenye upande wa nyama ya mbuzi wakisema hata goat meat, lakini wanatumia mutton, ambacho hiyo ni sio Kiingereza kwa walisia cha kwanza kabisa, lakini wamekopa yale maneno. Sasa tuje kwenye Kiswahili. Wale Waingereza walipojikomboa wakatumia lugha yao kama jinsi ambavyo wanaendelea mpaka leo, mpaka wamefika huku na wenyewe wakaje kutawala. Sasa upande wa Kiswahili ni hali tu ya watu kuelewa kwamba mabadiliko yapo. Mtu anaanza bila kujua kwamba huyu atakuja kuwa nani, anakwenda na kuwa anabadilika, anakuja kuwa mtu mwingine kabisa ambayo watu wakuwa na amani yake. Ndivyo Kiswahili kilivyo. Kimeanza taratibu. Na haya maneno tunayosema ya kwenye fizikia, kwenye sayansi kwa ujumla, ni maneno ambayo yanatumika na yameanza tangu zamani, tangu elimu imeanza hapa. Kwa sababu shule ya msingi watu wametumia Kiswahili kufundisha masomo yote, sio Kiingereza. Sasa leo niambie bise kwamba mtu atashindwa kufundisha ama fizikia ama kemia kwa Kiswahili, wakati shule ya msingi ambao ndio msingi wa elimu, masomo yote yapo katika lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo yale masomo ambayo yapo katika lugha ya Kiswahili kwenye upande wa elimu ya msingi ndio hayo yanafundishwa kwa ngazi ya sekondari. Hayo. Kwa hiyo msamiati ule wa kani ya uzito, ule wa msamiati ule ambao unakwambia kasi badala ya spidi, ndio huo ambao tunatakiwa tuutumie. Kwa hiyo hakuna shida yoyote, kwa sababu msamiati upo, vitabu vya shule ya msingi ni shahidi. Kwa hiyo nataka kutuambia kwamba lugha ya Kiswahili inajitosheleza kabisa, yani kwamba hata tukiamua sasa hivi kwamba ianze kutumika hatutapata changamoto ya ndio wale kasema niulize hapo. Sasa kukuambia, lakini walisikia ni kwamba wewe umesoma, kama umesoma shule zenye mtaala unaotumia lugha ya Kiswahili kufundishia shule za msingi, basi umesoma sayansi, umesoma maarifa ya jamii, umesoma vitu vyote mpaka na hisabati umesoma kwa lugha ya Kiswahili. Mzingo umesoma, nusu duara, nusu kipenyo, yote umesoma. Kwa hiyo nyuzi 90 yote umesoma. Vile vyote vile unavyoviona ndivyo ambavyo unaendeleza ukifika shule ya sekondari. Sasa shida iko wapi kama sio utumwa? Na kwa hiyo ni fursa gani hasa ambazo mnaziona katika lugha ya Kiswahili, kwa kuwa mjadala umekuwa sasa hivi nikiamini kwamba kuna fursa ambazo pengine lugha ya Kiswahili kikue, kuna fursa ambazo zitafunguka. Ni fursa gani ambazo nyie kama BAKITA lakini pia serikali inaziona kwenye kutumia lugha ya Kiswahili? Yaani kwanza serikali imekuwa na macho hayo tangu kipindi cha Mwalimu Nyerere. Na ndio maana kusema waweka misingi, kuanzishwa kwa Baraza la Kiswahili la Taifa ni msingi moja wapo. Kuwapo kwa taasisi ya uchunguzi wa Kiswahili, baadaye ikaja kubadilika ikawa taasisi ya taaluma za Kiswahili, TATAKI. Na sasa hivi kuna vyuo vingi ambavyo vinafundisha Kiswahili. Hapo tunazungumzia tu Tanzania. Tukizungumzia nje utashangaa. Leo hii kuna idhaa ambazo zinatumia lugha ya Kiswahili na ni miaka 60 na kitu. Tangu mwaka 1960 huko wametumia. Mfano mdogo ni Radio China. Imekuwa inatumia Kiswahili kulisha matangazo yake. Na nyingine ambazo unazifahamu zipo nyingi na televisheni zake. Kwa hiyo mimi ninachokuambia
ni watu tu hawajaamua tu kutoa hiyo kofia ambayo wanadhani kwamba wakiitoa jua litawaua. Lakini kila kitu kiko sawa kabisa. Ukisema fursa, wazungu sasa hivi ndio wanachukua fursa kuliko hata Watanzania. Kwa sababu mfano mdogo, Korea watu wanasoma Kiswahili sana. Twende wapi? Ujapani watu wanasoma, Uchina watu wanasoma. Kama nilivyokuambia, watu wanachukulia, watu wa Tanzania wako sasa hivi, mimi ninao watu ambao ninawafahamu ambao wako Korea, wapo Japani, wapo Australia, wapo Ujerumani, na hata wanaadhimisha siku ya Kiswahili duniani katika hizo nchi zote. Na hata sasa hivi juzi tu hapa mwaka jana kulikuwa na maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani, ambako tujue kwamba siku ya Kiswahili duniani ni siku mojawapo ambayo imepewa hadhi kubwa, kwa sababu lugha zipo 7 tu ambazo zimepewa hadhi ya kuadhimishwa. Sasa utauliza kwamba Kiswahili kitakuwa lini wakati kishakuwa? Kiswahili ni lugha ya kimataifa. Leo twende Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kuna wanafunzi wa mataifa mbalimbali. Kuna wanafunzi kutoka Ghana, na kule Ghana kuna wanataka kuanzisha baraza la Kiswahili. Na tukija upande wa Uchina, pale Confucius, wapo wanafunzi wengi wanajifunza Kiswahili. Kwa tuseme bado changamoto ipo kwa sisi. Sasa changamoto ni mimi mwenyewe naishi kwa sababu ya Kiswahili. Kwa hiyo changamoto ipo kwa Watanzania. Baadhi yao wapo watu ambao wanaishi. Kwa mfano leo kuna hata Joram Mkumbi ambaye hata kusoma Kiswahili kwa nguvu hivi. Lakini Kiswahili kinamweka mjini kabisa. Anasafiri kwenda sehemu mbalimbali duniani kwa sababu ya Kiswahili. Kwa hiyo mimi ni mshauri Mtanzania, tafadhali jitahidi, acha kujifunika hapo na hilo shuka na hilo mekaniki la wapi. Achia mambo yaonekane. Kiswahili ni fursa, kina fursa kubwa. Watu wanatakiwa kwenye Umoja wa Mataifa. Kiswahili. Hatujazungumzia Marekani. Hivi ni wapi ambako Oldness utaniambia Kiswahili hakijafika? Tulienda juzi hapa Cuba kwa Mheshimiwa Polepole. Ni Kiswahili. Haya, wanani watu wa Uganda wakaona fursa. Wakasema na sisi mwanzo tuliogopa, tukasema Kiswahili labda ni mambo ya dini, labda ni Uislamu, Kiswahili labda kinamfanya mtu aonekane muongo. Sasa wakaachana na hiyo dhana. Wanaona fursa ambazo zinakimbizana hivi. Juzi tu hapa tena mwezi huu nadhani mwezi huu unaoisha wa wamekuwa na maadhimisho ya kwanza kabisa ya Kiswahili wakimwenzi Mwalimu Nyerere. Na wakaweka pale, wanaifahamu Tanzania kwa sababu kwa Kiswahili kwa Afrika Mashariki na dunia nzima kwa ujumla Kiswahili kipo Tanzania. Tanzania ndio muasisi. Alafu sasa Mtanzania mmoja hivi amekaa hapo, yeye anafikiri kwamba akisema hayati Mwalimu Magufuli pia kwa mwalimu alisema kwamba yani watu wote wanasema tu wanajiona fahari kusema this and that nini ya Kiingereza kila ikiweka pale. Kikubwa ambacho alikuwa anakisisitiza ni watu kutunza utamaduni wao. Yaani ukijua lugha yako una uwezo wa ujasiri wa kufanya chochote kile ambacho unachokifanya, na ubunifu wako unakuwa ni mkubwa kwa sababu unaruhusu akili yako kuwaza kabisa ukiwa huru. Nikukumbusha tu mtazamaji wa Mlimani TV kwamba kipindi hewani Mlimani leo asubuhi, na hii ikiwa ni jara sehemu ya kwanza, na mada mezani ikiwa ni fursa, changamoto na hatima ya lugha ya Kiswahili katika ngazi ya elimu ya juu. Jina langu ni Holiness Mbisa, lakini pia mgeni ni msanifu wa lugha kutoka BAKITA, naye ni Kusanja Emmanuel. Labda nirudi kwako sasa kwamba ukijua Kiswahili unaweza kufanya chochote. Ukiangalia katika fursa za kimataifa, tuseme kwa habari ya biashara au masuala makubwa ya kiuchumi kwenye hii dunia yanatumia zaidi lugha ya Kiingereza. Uone kama mtu anasema mimi nikijikita zaidi kwenye lugha ya Kiswahili itanizuia kuingia baadhi ya maeneo, kwa mfano nataka kufanya biashara za kimataifa. Sasa hapo ndipo watu wanakosea. Na usijue, labda natakiwa ujue sasa Kiingereza kinatumika, lakini sio kila taifa linatumia Kiingereza. Mjerumani na Kiingereza, mtu wa Kuba na Kiingereza, Mchina na Kiingereza, Mfaransa na Kiingereza, hamna kitu.
kila mmoja anategemea lugha yake. Wewe ambaye mnyonge usioelewa kinachoendelea, ndio utasema kwamba bila Kiingereza mambo hayaendi. Leo hii kwenye bidhaa ambazo zinauzwa zote zina lugha, zimeorodhesha lugha nyingi bana. Kinachotokea ni kwamba ni Kiswahili kuingia pia pale. Kikishaingia kwenye maelekezo ya bidhaa, kikaingia katika bidhaa, kila bidhaa inayokuja nchini iwe na maelekezo ya Kiswahili. Maana yake kuna maelekezo ambayo yana tafsiri ya Kiingereza, Kiarabu, Kichina, Kispanyola na vingine yote. Yote yale leo ukitoka hapa nenda kanunue chochote ambacho kimetoka nje, angalia maelekezo yale kama na Kiingereza peke yake. Haiwezi kuwa Kiingereza peke yake. Na ni kwa nini Kiswahili kijaingia katika Kiswahili ndicho ambacho tunakizungumza hapa. Mitazamo ya Waswahili wenyewe. Mitazamo ya Waswahili wenyewe, lakini si hapo tu. Kuna Waswahili ambao tayari sasa hivi biashara zao wanavyozifanya wameshaweka Kiswahili kwenye maelekezo yao. Na wameweka na Kichina. Na biashara nyingi sasa hivi iko upande wa Uchina. Na uhusiano na China Tanzania ni wa miaka na mikaka, muda mrefu mpaka sasa. Kwa hiyo usije ukajifunika sehemu ukafikiri kwamba hicho kitu unachotembea nacho ndo unajiamini nacho. Na ndio kuna matatizo kwa Watanzania. Akiona kila ngozi nyeupe kama mzungu anaenda kumsalimia good morning asubuhi. Unamsalimia good morning, sio wote ni Waingereza. Umeona? Na watu wanatoka huko wanafundishwa Kiswahili huko wanakotaka, kwa sababu kuna vyuo vingi ambavyo vinafundisha masomo ya Kiafrika, lugha za Kiafrika ambao wenyewe wanaitwa African languages. Sasa mle kuna lugha ya Kizulu, kuna lugha za Hausa, lakini kuna Kiswahili. Wengi wanakimbilia Kiswahili kwa sababu Kiswahili unavyokiandika ndivyo unavyokitamka. Kwa hiyo kwao inakuwa ni rahisi sana. Kwa hiyo wanapokuja huku wanakuja kujifunza lugha ya Kiswahili kama lugha ya pili, wanayafuata mazingira ambako Kiswahili kinazungumzwa. Sasa watu wakija hapa, mfano mwingine Bongo Zozo, anakuja hapa anaongea ni Kiswahili tu na anapeperusha bendera ya Kiswahili. Umeona? Kwa hiyo tusiwe na mtazamo wa zamani ambao bado watu hawafikra hazijakombolewa. Wiki ni kipindi kipya kabisa. Kwa hiyo si kila utakayemuona anataka kukizungumza Kiingereza. Na tunashauri watu wajifunze lugha mbalimbali, si Kiingereza tu. Yaani ujifunze Kifaransa, ujue Kiebrania, ujue Kijerumani, ujue Kiarabu, ujue Kihispaniola na vingine mengi. Na ndio maana mpaka leo tuna kamusi ambazo za Kiswahili Kihispaniola, Kiswahili Kiarabu, Kiswahili Kifaransa, Kiswahili Kiingereza, Kiswahili Kichina. Kwa hiyo ninafikiri watu waachane na fikra potofu. Na kwa ufupi kabisa, BAKITA mnahakikisha vipi kwamba mnazidi kukiimarisha zaidi lugha ya Kiswahili? Unajua BAKITA ina wadau wake. BAKITA haitembei peke yake. BAKITA ni kwa ajili ya Watanzania wote. Ni kwa ajili ya wanahabari, ni kwa ajili ya wakufunzi, kwa ajili ya wanagenzi, kwa ajili ya watu wote. Kwa wanahabari huwa tunakuwa na matamasha yetu, tunakuwa na mafungamano. Tulikuwa na fungamano la idhaa duniani ambalo hili linakutanisha wanahabari wote duniani ambao wanarusha matangazo yao kwa kutumia lugha ya Kiswahili. Mafungamano hayo yameshafanyika mara nyingi tu, yamefanyika Arusha, yamefanyika Zanzibar, yamefanyika sehemu nyingi. Bado kunakuwa na hizi siku za Kiswahili duniani, tunakutana na wadau mbalimbali. Tunajadili, tunaona fursa, unani changamoto ni nini, tutatue namna gani changamoto fulani. Kwa hiyo Kiswahili kinazidi kwenda mbali zaidi, na watakaochelewa watakuta siku moja Kiswahili ndicho kinatakwa na Afrika nzima, na ndivyo ilivyo. Ndio maana leo wanatumwa watu kutoka mataifa mbalimbali kuja Tanzania kwa ajili ya kujifunza Kiswahili. Sawa. Sasa kwa miaka 10 ijayo Kiswahili unakiona wapi labda? Kiswahili kwa miaka 10 ijayo kiko mbali sana, kwa sababu kuna miaka 10 ya mpango mkakati wa ubidhaishaji wa Kiswahili. Kiswahili hivi ni bidhaa, sio kama jinsi ambavyo tunasema tu lugha, ni zaidi ya lugha. Na huu ni mpango wa serikali kabisa, ambao ulianza mwaka 2022 mpaka utaisha 2032. Mpango mkakati wa miaka 10
ambapo miongoni mwa vitu ambavyo vinafanyika ni kufanya kila ubalozi uliopo wa nchi wa Tanzania nchi za nje huko unakuwa ni kituo cha Kiswahili kwa wageni, kwa sababu watu wa huko nje wanakitaka Kiswahili zaidi. Kwa hiyo huko kote Baraza la Kiswahili linaenda natoa mafunzo na zile stadi za ufundishaji wa Kiswahili kwa wageni, ili wale watu wa ubalozini na watu ambao ni Watanzania wanaokaa nje ya Tanzania wapate fursa pia ya kupata wanafunzi na kuwafundisha. Neno la mwisho kwa Watanzania kwa habari ya lugha ya Kiswahili. Lugha ya Kiswahili ni lugha tamu na ni lugha ya kufurahisha. Naona hata wanavyoielezea kwa bashasha wanatamani kwamba Watanzania wote wajue, uwaambie amkeni kwa habari ya lugha ya Kiswahili. Kwa ufupi sana. Lugha ya Kiswahili ndio mimi ninaisifia kwa sababu ndio sehemu pia ninakula. Na kwa sababu hiyo nimesoma pia elimu ya juu. Na ninachokiona, nawapongeza sana serikali kwa sababu kuna wakati walikuwa wanauliza kwa nini masomo yanafundishwa Kiswahili. Ukija chuo kikuu cha Dar es Salaam ukisoma upande wa Kiswahili, basi masomo yako yote mpaka utafiti unafanya kwa Kiswahili mpaka ngazi ya uzamivu. Kwa hiyo Kiswahili kinachanja mbuga sana. Wewe ambaye unataka kulala lakini acha shuka upate kutanda, ama acha kitanda uzidi kutanda, lakini ukilala vitu vitalala. Nikushukuru sana kwa kufika Mlimani TV. Asante sana. Tumefikia tamati, mtazamaji wa Mlimani TV. Kipindi hewani ilikuwa ni Mlimani leo asubuhi, ikiwa ni Jahara sehemu ya kwanza, na mada mezani ilikuwa ni fursa, changamoto na hatima ya lugha ya Kiswahili katika kufundishia kwa ngazi ya elimu ya juu. Mgeni wangu alikuwa ni Kusanja Emmanuel, msanifu wa lugha kutoka Bakiza. Jina langu ni Holiness Mbise. Kufikia hapa sina la ziada, nikushukuru na uwe na wakati mwema.